Kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania ninakuletea Mbiu ya Kusini, ambapo kwa juma hili tunaangazia programu ya Student Canvassing kwa mwaka 2025 ikiwa inaandaliwa na idara ya uchapishaji katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Mimi ni Mbonea Daniel, karibu. Katika juhudi za kuendelea kukuza vijana kiroho na kuwajengea misingi ya kujitegemea, idara ya uchapishaji Union Mission ya Kusini mwa Tanzania imeendelea kutekeleza programu ya uinjilisti kwa wanafunzi, Student Canvassing Program, kwa mwaka 2025. Programu hii ilizinduliwa mapema mwezi Juni, ikiwajumuisha vijana wapatao 60 waliokuwa tayari kutumia likizo yao kuhubiri kupitia machapisho. Akizungumza wakati wa uzinduzi, mkurugenzi wa huduma za uchapishaji wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Robi Nyaibago, alisema kwa mwaka huu vijana wamegawanywa katika vituo vitatu vikuu ambavyo ni Songwe, Dodoma pamoja na Dar es Salaam. Kwa hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Boko, na programu maalum kabisa ambayo ilikuwa ni uzinduzi wa programu ya uinjilisti wa vitabu wa wanafunzi katika union yetu ya Kusini mwa Tanzania. Kiukweli programu hii imekuwa na mafanikio. Mwaka huu tumefanikiwa kusajili vijana wapatao 60 na waliogawanywa katika vituo vitatu, kule Dodoma, kule Songwe, mji wa Tunduma, na hapa Dar es Salaam katika jiji la Dar es Salaam. Kwa upekee kabisa jiji la Dar es Salaam mwaka huu, vijana ambao watafanya kazi hapa kwa miezi mitatu ni vijana wa kike, na ndio hasa ambao wamekuwepo katika kituo hiki cha leo hapa. Kiukweli ni kwamba programu hii Mungu ametubariki katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Tumehitimisha tu punde mwezi wa 7 huu uliopita programu ya Think Big, ambapo tulikuwa na vijana wapatao 91 walioshiriki katika programu hii. Kwa hiyo hii ni muendelezo wa vijana wanaotoka katika vyuo mbalimbali vya kanisa na vya serikali na vya binafsi katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa majuma 12 mfululizo, vijana hawa wanajiunga pamoja huku wakihubiri, kuuza machapisho na kushiriki imani yao kwa vitendo, lakini pia wakijifunza stadi za maisha na kujipatia kipato cha kusaidia masomo yao, kama anavyoeleza Mchungaji Petro Muganda, mkurugenzi wa uchapishaji kutoka field ya ECF. Uinjilisti huu una manufaa makubwa sana kwa vijana, ikiwemo kuwakuza katika swala zima la imani, kuwakuza kiroho, lakini ikiwemo kuwapatia ujasiri katika kazi ya Mungu, lakini kuwapa mauzo na fedha. Wanapokuwa hapa wanapata nafasi ya kuuza vitabu, na katika vile vitabu wanapata faida ambayo wanapofikia magoli yale yaliyowekwa, basi watapata na fedha itakayowasaidia katika masomo yao. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana wote mahali popote ulipo, umekwama ada, umerudi nyumbani, hauwezi tena kuendelea na masomo, jiunge na Student Canvassing. Inalipa, imesaidia wengi, utafikia malengo yako kupitia huduma hizi, lakini vile vile utakuwa umemtumikia Mungu kwa kupeleka injili kwa watu wengine wasiomjua Mungu. Kila mwanzo hujaa matumaini na nguvu mpya. Hapa Rebeka Mugunda ni msimamizi wa kituo cha Bunju, anaeleza matarajio yao wanapoanza safari hii. Katika kituo chetu tunao mabinti 18, lakini tunategemea kupokea mabinti 20 hadi kufika mwisho wa programu hii. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu kwa maombi mengi changamoto nyingi hatuzipati kutokana na mabinti zetu wamejikita sana katika maombi na wamemtanguliza Mungu katika kutatua changamoto mbalimbali tunazokutana nazo. Baada ya majuma 12 ya huduma, programu hii imehitimishwa kwa mahafali yaliyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati mjini Dodoma, moja ya kituo kikuu cha wanafunzi wa kiume. Vitabu, magazeti, vitamaliza kazi, sote tutaimba ule wimbo wa ushindi. Sote tutaimba, sote tutaimba, sote tutaimba ule wimbo wa ushindi. Wanachuo wa Arusha wakimaliza kazi, sote tutaimba ule wimbo wa ushindi.
sote tutaimba, sote tutaimba, sote tutaimba wimbo wa ushindi. Hafla hii imeongozwa na mhazini mkuu wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, ndugu Shabatu Msaki, ambaye amepongeza waandaaji na washiriki wote wa programu hii. Nipende kutoa shukrani kwanza kwa mkurugenzi wa uchapaji STU, Mchungaji John Robi Nyaibago, kwa kuandaa mpango huu wa wanafunzi walioko vioni kuweza kushiriki katika mpango ama programu hii muhimu ambayo inawakuza kiroho. Lakini pia nishukuru kwa shirika letu la huduma za nyumbani, afya na maisha bora, HHES. Lakini pia nishukuru kwa upande wa nyumba yetu ya uchapaji Ufunuo, kwa jinsi ambavyo wamesaidia wanafunzi hawa katika kuwaunga mkono katika programu hii ya usambazaji wa vitabu. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru mkuu wa chuo kile cha uinjilisti ambaye ni Mchungaji Amos Lutebekela kwa kusimamia mpango huu madhubuti na kuweza kufanikisha mpaka hapa ulipofikia leo wanapokwenda kuhitimu wanafunzi hawa. Lakini mwisho kabisa katika shukrani zangu, nipende kuwashukuru maofisa wote wa conference na field na pamoja na wakurugenzi wao wa huduma za uchapaji kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakitoa sapoti na kuwaunga mkono vijana hawa kila mwaka na hata mwaka huu, jinsi walivyowasapoti hasa kwa malazi, lakini pia kwa chakula, na hatimaye mpango huu umekamilika. Jina la Bwana litukuzwe. Ndugu Msaki pia ametoa wito kwa viongozi wa kanisa na wachungaji kuwapa ushirikiano vijana hawa pindi wanapowasili katika makanisa yao. Hili naomba nilizungumze katika namna ya pekee ambalo limetajwa kuhusu wachungaji wa mitaa kutowapokea wanafunzi hawa. Na hii ni waombe wachungaji wote wa mitaa walioko hapa kwamba muweze kuwapokea vijana hawa. Lakini nipende kushauri pia, kwa sababu maofisa wetu wa conference na field wako hapa, ni waombe hili ni la kwenu. Wachungaji wa mitaa wakilipokea kutoka kwenu bila kuwaachia wakurugenzi wa huduma za uchapaji wenyewe, litafanikiwa. Tunatamani lifanikiwe kupitia kwenu, kwa sababu nyie mkiandika barua tu kwenda kule kwa wachungaji watalipokea. Ila wachungaji wenyewe hawa wakurugenzi wenyewe wakilifanyia kazi, wakiamua kwamba wao wanalibeba wenyewe, litakuwa na mwitikio mdogo, kwa sababu wachungaji wetu wanasikiliza hasa sauti ya maofisa. Hivyo basi ni waombe hili maofisa wote mlioko hapa mlichukue na muweze kulifanyia kazi, na wakati mwingine tutakapokuwa na program kama hii, basi muweze kulipeleka kwa wachungaji wa mitaa na wazee wa makanisa, nao wakishalibeba litaweza kufanikiwa. Kutokana na changamoto mbalimbali, vijana wapatao 55 pekee ndio walioweza kukamilisha programu hii, idadi ndogo ikilinganishwa na waliokuwa wamejiandikisha awali, kama anavyoeleza mkurugenzi wa huduma za uchapishaji Mchungaji John Nyaibago kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Student Canvassing 2025 STU. Hapa Dodoma kumekuwa na sherehe maalum kabisa, sherehe kubwa ambayo ilikuwa ni hitimisho kwa ajili ya programu ya uinjilisti wa vitabu wa wanafunzi katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Kwa kweli niseme leo napo ilikuwa ni aina nyingine. Mwaka huu Mungu ametubariki kuwa na vijana wa kiume na wa kike wapatao 55 ambao tuliwagawanya katika vituo vitatu katika union nzima, na kituo cha kwanza kilikuwa kule Tunduma kule mkoani Songwe, na kingine kimekuwa kule Dar es Salaam kwa ajili ya watoto wa kike maalum ambao walipata kuwa 20,
na hapa Dodoma makao makuu ambapo mkutano wa leo umefanyikia tulikuwa na vijana 18. Kwa ufupi, kwa kweli tumeshuhudia matendo makubwa ya vijana hao. Wanaonekana kwa idadi kwa wachache, lakini wamefanya kazi kubwa. Wamefikia watu zaidi ya 100,000 kwa mwaka huu. Lakini mauzo ya vitabu yamepanda kwenda zaidi ya milioni 140, kitu ambacho hatukuwa tumekipata wakati uliopita. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Hata mwitikio wa viongozi wetu wa kanisa tokea ngazi ya union na conference zetu zote na field zote wamekuja kushuhudia tukio hili. Tunamshukuru sana Mungu. Mimi nipende kutoa wito. Bado tunaendelea na hii program hata mwakani. Ni programu ambayo imeonekana kusaidia sana vijana wetu. Licha tu ya kwamba inawaongezea kupata ile tunaita scholarship bonus kutoka kwenye kanisa, lakini bado wanapata uzoefu wa kumtumikia Mungu na wanazidi kufungwa pamoja na Kristo katika swala la imani. Kwa hiyo niombe tu, nitoe wito, wakati mwingine vijana wetu watakapopata, tuna zile programu ziko aina mbili. Tuna wale vijana makanisani tunaoita kwenye Think Big Project ambayo tunaanza mapema na hatimaye tunamalizia na hii ya wanafunzi kutoka vyuo vikuu na vya kati. Kati ya wanafunzi waliong'ara zaidi mwaka huu ni David Ndibato, kijana ambaye alionyesha bidii na mafanikio makubwa katika uinjilisti. Safari yangu ilianzia University of Arusha, ndipo ambapo nasoma, na safari yangu ilikuwa ni ya kimuujiza kwa sababu nilidhamiria kuendesha pikipiki yangu kutoka Arusha mpaka hapa Dodoma. Nilitumia masaa takribani 10 mpaka 11. Nilianza takribani saa 12 asubuhi, nikafika by saa 10 jioni nikawa Dodoma mjini. Je, uzoefu wake katika jiji la Dodoma ukoje? Uzoefu wa pekee katika eneo hili ambalo sikuwa na wenyeji kabisa, ni kwamba watu wa hapa wako busy sana. Watu wa hapa wako busy na kazi kwa sababu ni mjini hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto, lakini baada ya kuona mfumo wa maisha yao, ilibidi nijipange kwa namna ya kabla mtu hajaenda kazini saa 12 asubuhi au saa 12 kasoro, naweka naye ahadi, na hatimaye sasa namfikia, tunafanya ibada ya pamoja Anza na Bwana. Hivyo ananisikiliza, tunafanya kwa kadri ambavyo inawezekana. Lakini pia wakati mwingine aliyekubali kufika ofisini. Kwa hiyo sikuwa na muda maalum, ila nilikuwa flexible kulingana na yule ambaye naenda kukutana naye. Wakati mwingine tumefika hata saa 4 usiku. Madam mtu yuko tayari, na mimi nilijipanga kwa namna hiyo, na usafiri wangu ulinisaidia kutumia dakika chache, na Dodoma ni kubwa, wametawanyika. Kuna maeneo naenda kilomita 10 na 20 nje ya mji, lakini madam mshirika alikuwa amekubali kufikiwa, nilikuwa najitahidi nafika. Changamoto zingine maofisini, wakati mwingine tumetolewa, tumekataliwa kuingia. Wakati mwingine tumeingia kwa namna ambavyo basi wanajikuta tuko ndani, akigundua wanawatoa, lakini wengine walitupokea vizuri, wakachukua machapisho. Kwa mara kwanza nilienda jengo moja Judicial Square, siku ya kwanza, lakini Mungu alifanya miujiza, maana siku ya kwanza tu tulifanya mauzo ya 600 na kitu pale ofisini, lakini baadaye wakaja kugundua tunaingia kufanya kazi pale, wakawa wametuzuia. Wito wangu, hii kazi ni nzuri. Kwanza sikuwahi kuifanya, lakini kwa kuja kushiriki nimeona umuhimu wake. Ina uzoefu wake mzuri sana katika sisi kama watumishi wa Mungu kuelewa uzito wa kazi hii ya publishing. Maana wakati mwingine tumekuwa wachungaji, tumewahudumia, lakini hatujui uzito wake. Lakini kwa kushiriki hapa nimejifunza mambo mengi, na kwa namna hiyo na tamani hata kuendelea kupata tena nafasi hii na kushiriki. Wito wangu kwa wengine ambao bado hawajawahi kufanya hii kazi, waje washiriki. Kuna mambo mazuri, kuna uzoefu mpya ambao hatujawahi kuona. Kuna mahali utapokelewa vizuri, kuna mahali watakufukuza, unajifunza kunyenyekea, unajifunza kuvumilia, unajifunza ujasiri na kadhalika. Kwa hiyo na inakufundisha kuwa mtu wa maombi, maana bila maombi kazi hii haiendi. Kwa upande wa msimamizi Samuel Manumbo, msimamizi wa kituo cha Dodoma kutoka field ya CTF, anaeleza mafanikio walioyapata. Nimeweza kuwa msimamizi kwa sababu Mungu amenipatia uwezo kama kiongozi kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Na student canvassing inahusisha vijana kutoka vyuo vikuu na vyuo vya kati hapa Tanzania na jirani nchi ya Uganda. Nimekuwa na vijana 18 katika kituo changu cha Dodoma, yani CTF.
Na vijana hawa niliwahimiza sana katika swala la kumjua Mungu, kwa sababu unapomjua Mungu ndiyo siri ya mafanikio katika kazi. Na jambo la pili, niliwahimiza sana kuwa na commitment, kwa sababu commitment ndio inayokufanya uweze kufanya vizuri. Lakini jambo lingine pia niliwaambia habari ya time management, kwamba kila wanapoamka mapema asubuhi wanafanya maandalizi yao, wanachukua vifaa vya kazi, yani vitabu, wanaenda kwenye maofisi, wanaenda kwenye nyumba kwa nyumba, wanaenda maeneo ya biashara, maofisini, maana huko ndiko wateja waliko na ndiko wanapoweza kufanya sales kubwa kwa ajili ya kupata mafanikio ya kuweza kufikia malengo yao, lakini pia na scholarship. Na ninamshukuru Mungu kwamba kituo cha Dodoma kimefanikiwa kuwa na washindi 13 kati ya vijana 18. Tunaona kwamba hiyo haikuwa kazi rahisi. Ni kwa sababu walikuwa na bidii katika kumjua Mungu, walikuwa na bidii kutunza muda, walikuwa na bidii katika kufanya kazi. Kila kazi ina changamoto zake. Na kwa Milka Baame kutoka kituo cha Bunju jijini Dar es Salaam, ushuhuda wake ni wa imani na ujasiri. Siku moja nilitoka tukiwa na rafiki yangu kwenda kazini, tukajiandaa vizuri, tukaenda nyumba kwa nyumba. Na katika kwenda nyumba kwa nyumba tukiwa tunagonga kila geti baada ya geti, tukabahatisha kufunguliwa geti moja ambayo ni mageti ya remote, wakafungua, tukaingia. Tukakutana na mama mmoja akiwa ndani mwake, tukamsalimia, tukajitambulisha kwamba tumetoka shirika la Home Health Education Service. Akatuuliza, karibuni, mnahitaji huduma gani? Tukamwelezea kwamba sisi tuna huduma ya uchapishaji, lakini yule mama hakuonyesha mwitikio sana baada ya kumwambia hivyo. Japokuwa alituuliza maswali mengi sana, akituambia au nyie ni matapeli, mmekuja tu kwa njia hiyo, lakini tukamwambia hapana, sisi ni watumishi wa Mungu ambao tunahusika kwenye uchapishaji. Yule mama akaendelea kuwa na maswali mengi akituhoji, lakini ikafikia hatua akawa ni mkali sana. Akaanza kututukana, nyie ni matapeli au umeletwa huku kwa ajili ya kutapeli, mmepita kwa njia hiyo. Lakini sisi tukazidi kumsihi, sisi tunajihusisha na huduma ya uchapishaji. Akatuuliza, hebu nielezeeni, mna vitabu gani? Tukamwambia, tuna vitabu vya afya vya watoto, lakini pia tuna vitabu kwa ajili ya mahusiano. Yule mama alichokifanya akasema, hapana, nyie mmechukua tu hivyo vitabu kama njia ya kuingia kwa watu, nyie ni matapeli. Akasema ya kwamba mmeona geti, mngaangalia geti ambayo mmeingilia. Tukageuka tukaangalia, akasema mmeliona si limefungwa sasa hamwezi kutoka. Na humu ndo maisha yenu, mtakaa humu. Sasa tukaendelea kutetemeka, tukaendelea kumwomba Mungu kimoyo moyo. Akatuuliza tena, mmeletwa kufanya nini? Tukamwambia sisi tuna huduma ya uchapishaji, tumewaletea vitabu. Yule mama akatuambia, kama hamsemi naweza nikawafanya neno lolote humu kwa sababu hamna sehemu ya kutokea. Akamwagiza mfanyakazi wake, naomba ukafungulie mbwa. Yule mfanyakazi akaanza safari kwenda, akaambiwa, hebu simama kwanza na wauliza mara ya mwisho, mmeleta nini, kufanya nini humu? Tukamwambia sisi huduma ya uchapishaji tu, tumeleta vitabu. Yule mama akakasirika sana tena, akamwambia, hebu fuata fimbo. Yule mfanyakazi wake akafuata. Na alipoleta akataka kutuchapa, ila mimi nikakumbuka neno moja, nikamwambia, yote utakayoyafanya, lakini jambo ambalo nitakwambia ni kwamba nitainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka katika Bwana. Nikamwambia yote utakayofanya, msaada wetu upo kwa Bwana peke yake. Mama yule akashangaa, akaacha, hasira zikamshuka, akakaa chini, akatuuliza tena, niambieni kilichowaleta. Tukamwambia, sisi tumekuletea huduma ya machapisho tu. Akatuuliza, au nyie mnahitaji msaada? Tukamwambia hatuhitaji msaada, tumekuletea vitabu. Baadaye tena akamwambia, hawataki kusema, fungulia mbwa. Akaenda kufungua mbwa, kweli akafunguliwa. Sasa hapo tupo sisi na yeye, hatuna msaada wote, kama simu ameshachukua na hakuna mtu ambaye anajua kwamba tupo kwake. Tukaendelea kuomba, tukaomba. Baadaye yule mama, cha kushangaza, nikamwambia kwamba mama, tunaomba tuombe. Akakataa kufumba macho wala kuomba, lakini nikaomba tu kwa sauti na yeye akiwepo hapo hapo. Ile tuliposema amina, ile mama alishusha hasira. Baadaye akatuambia, haya nipatieni vitabu,
Na jambo la kushangaza, ndiye mteja ambaye alichukua machapisho mengi sana na tukamshukuru Mungu. Charles Magaigwa ni msimamizi wa kituo cha Tunduma. Anaeleza namna walivyotekeleza huduma ya usambazaji wa machapisho katika mkoa wa Songwe. Pale Tunduma tulikuwa na kikosi jumla cha watu 17 pamoja na mimi 18, ambapo tulianza programu yetu kuanzia tarehe 24 mwezi wa 7 mpaka tarehe 18 ya mwezi wa 10. Tunamshukuru Mungu kwa uwepo wetu pale. Tulikuwa watu aina tofauti tofauti, watu kutoka vio mbalimbali, watu wa asili tofauti, lakini tulikutana kwa pamoja, tukaishi pamoja, tukashirikiana majukumu mbalimbali ya kambini, lakini pia kuifanya kazi ya Mungu. Na kitu cha pekee sana ambacho nimekigundua ni kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Nimeshuhudia hichi kwa namna ambavyo tulivyoshikamana. Kwanza kabisa tulikuwa katika vikosi vya watu wawili ambao hawa waligawanywa katika maeneo mbalimbali. Kuna wengine walipita mitaa mbalimbali na sehemu mbalimbali, na kwa kufanya kazi kwa umoja kama teamwork tukaona matokeo yake yakiwa ni makubwa sana. Na kama maandiko yasemavyo, enendeni ulimwenguni kote. Kazi hii haikubaki Tanzania pekee. Charles alivuka mpaka na kupeleka injili hadi nchini Zambia. Kwa mji wa Tunduma ni mji ambao kuna fedha za aina mbalimbali. Kuna fedha za nchi ya Zambia, lakini pia fedha za Tanzania. Kwa hiyo kuna wafanyabiashara wanaoingia Tanzania na wanaotoka Tanzania. Kwa hiyo kuna biashara kubwa sana ya kubadilisha fedha. Na kwa hivyo ukiwa pale Tunduma utakutana na watu wengi sana wakiwa wameshikilia fedha nyingi sana wakibadilisha. Kwa hiyo tulipokuwa tukienda nyumba kwa nyumba maofisini kuwapelekea watu vitabu, tulikuwa tunafika kwa watu ambao wako upande wa Zambia, tunavuka mpaka tunaingia Zambia. Watu hawa wengi hawajui Kiswahili. Kwa hiyo tulitumia lugha ya Kiingereza kuwasiliana nao, na walipotutajia gharama ya fedha au bei za vitabu, tuliwatajia kwa fedha ya Zambia ambayo inaitwa kwacha. Kwa hiyo tulipata uzoefu wa kuishika kwacha, kuichange kwacha na kuona pia matumizi ya kwacha. Vijana hawa wamejifunza, wamehubiri na wamekuwa mfano wa imani hai. Emmanuel Robert naye anaeleza uzoefu wake katika programu hii ya Student Canvassing kwa mwaka 2025. Safari yangu ya usambazaji vitabu ama safari yangu ya uinjilisti wa vitabu ilianzia hapo baada ya kumaliza kozi darasani, ambapo nilihitajika kujiunga na programu ya usambazaji vitabu kwa mujibu. Sasa hii nayo ilikuwa ni uzoefu ambao binafsi niliuogopa kwa sababu sijawahi kuwa mwinjilisti wa vitabu hapo awali. Nimeshiriki mikutano ya hadhara mingi, lakini uinjilisti wa vitabu ilikuwa ni jambo geni kwangu. Kwa hiyo hofu ilikuwa ni kubwa nikiwaza itakuwaje, na hasa nikizingatia kwamba kuna grade ambazo zitapangwa kwa kutokana na mauzo. Tulikuwa tuna kawaida ya kupelekwa kwenye mitaa ili kuweza kuwatembelea washiriki. Nilienda eneo moja ambalo sitapenda nilitaje kwa jina, lakini lile eneo ilikuwa watu wake ukiangalia uchumi wao ni uchumi wa chini, hali yao ni ya chini sana. Mahali ambapo kwa kweli huwezi kutarajia kwamba nitauza vitabu. Kwa hiyo nilipofika lile eneo, akili yangu ikaniambia kwa kweli ile eneo usitarajie kuuza vitabu ila kuombea watu. Kwa hiyo lile wazo nilisafiri nalo, lakini nilipoanza kutembelea nilikutana na washiriki ambao ukiingia nyumba zao ni za nyasi, maisha yake ndani unaona ni vumbi tupu, ila muujiza niliuona. Mtu huyo ananunua vitabu vya kwake na vya kugawa, tofauti na mahali ambapo unafikiria kwamba mtu huyu unaenda nyumba mtu amepaki hata gari nje. Maisha yao ni mazuri. Unamwambia vitabu anakwambia sina pesa. Lakini unaenda kwa mtu ambaye unaona kabisa huyu ni wa kumhurumia. Huyo ananunua vitabu vya yeye mwenyewe na vya kugawa. Hii ni moja ambayo ilinifanya mimi niseme hii kazi tunaiogopa kwa sababu tunawaza kibinadamu. Lakini kazi hii ni ya Mungu na yeye mwenyewe ndiye anayefanikisha wale wanaojitoa kufikia yale malengo ambayo yanakuwa yamekusudiwa. Kwa sababu hata sasa siwezi kusema nilishindwa. Kufanikiwa kupata hata ufadhili nusu wa masomo ni kwa sababu neema ya Mungu tu iliweza kuwa juu yangu. Wanafunzi hawa wametoka katika mikoa mbalimbali, wamejifunza, wakahubiri na sasa wanarejea makwao wakiwa na moyo mpya wa huduma. Student Canvassing Program 2025 imedhibitisha kuwa likizo inaweza kuwa fursa ya kutangaza injili na kuleta mabadiliko ya kweli kwa maisha ya vijana na jamii nzima. Mpaka hapo nafikia tamati katika Mbiu ya Kusini juma hili.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala hii kukufikia, mimi ni Mbonea Daniel. Tukutane tena juma lijalo katika Mbiu ya Kusini. Mungu akubariki.